Katika upepo wa siasa za kimataifa ambapo maamuzi ya viongozi wakuu hubeba uzito wa hatima za kimataifa, mvutano kati ya vita na sheria umeibuka tena kwa nguvu mpya mjini Washington. Huku dunia ikitazama kwa makini, Marekani imejikuta katikati ya mjadala mzito kuhusu mamlaka ya vita, nafasi ya bunge na uamuzi wa Rais Donald Trump katika mgogoro unaohusisha Irani, mgogoro ambao umeacha alama si tu katika siasa bali pia katika uchumi wa dunia. Katika siku za hivi karibuni hali imekuwa ya sintofahamu, huku tarehe ya mwisho ya siku 60 iliyowekwa na War Power Resolution ikikaribia kupita bila hatua yoyote madhubuti kutoka kwa wabunge wa chama cha Republican. Sheria hiyo iliyozaliwa katika kivuli cha Vietnam War ililenga kuzuia rais kuingiza taifa vitani bila idhini ya bunge, lakini leo inaonekana kama kivuli chake kinazidi kufifia mbele ya nguvu za kisiasa ya White House. Katika kuta za Washington DC, viongozi wa Republican wameonekana kuchagua njia ya tahadhari, wakiamua kusubiri badala ya kuchukua hatua. Kauli zao zimejaa heshima kwa mamlaka ya rais, lakini pia zimejaa ukimya unaotia shaka juu ya mustakabali wa usimamizi wa vita. Ni kana kwamba historia inajirudia wakati ambapo viongozi wanapimana kati ya utii wa kisiasa na wajibu wa kikatiba. Senator John Thune, mmoja wa sauti zenye ushawishi mkubwa katika Seneti, anatoa ishara wazi kwamba hakuna kura itakayopigwa hivi karibuni kuidhinisha matumizi ya nguvu dhidi ya Irani. Kauli yake ilizua mjadala mpana. Je, bunge limejitoa katika jukumu lake la msingi au linaacha nafasi kwa diplomasia kufanya kazi? Wakati huo hali ya vita yenyewe imebadilika. Kusitishwa kwa mapigano nchini Lebanon na mvutano unaoendelea katika mlango nyeti wa bahari Strait of Hormuz vimeongeza ugumu wa hali hiyo. Hata kama mabomu yamenyamaza kwa muda, uwepo wa kijeshi haujapungua. Meli za kivita bado zinazungumza baharini zikilinda maslahi ya Marekani, huku zikidhibiti usafirishaji wa mafuta, mshipi muhimu wa uchumi wa dunia. Katika mazingira haya tete, baadhi ya wa Republican wameanza kuonyesha ishara za kutaka uwazi zaidi. Senator Lisa Murkowski amesisitiza kuwa bunge lina jukumu lisiloweza kupuuzwa. Kauli yake ilisikika kama mwito wa uwajibikaji, akionya dhidi ya vita visivyo na kikomo wala kimkakati. Kwa upande mwingine, Senator Susan Collins alivunja mstari wa chama chake kwa kuunga mkono juhudi za kusitisha vita. Hatua yake ilionekana kama ishara ya mgawanyiko unaochipuka ndani ya Republican, mgawanyiko unaoweza kuathiri mwelekeo wa siasa za Marekani katika miezi ijayo. Lakini si wote wanaoona tatizo. Wapo wanaoona kuwa katiba ya Marekani ili kusudia kumpa rais nguvu kubwa kama amiri jeshi mkuu, lakini hii imeungwa mkono na baadhi ya maseneta wanaohoji hata uhalali wa sheria ya War Powers yenyewe. Kwa nguvu ya utendaji, si kasoro bali ni nguzo ya uongozi thabiti katika nyakati hatari. Katika upande wa utawala, hoja imekuwa wazi. Vita kwa tafsiri yao tayari imefikia mwisho. Kwa mujibu wa maafisa wa juu, kusitishwa kwa mapigano kuna maanisha kuwa saa ya siku 60 imesimama. Hii ni tafsiri iliyopingwa vikali na wapinzani wao, hasa Democratic. Wanaona kuwa uwepo wa kijeshi unaendelea ni ushawishi kuwa vita haijaisha kabisa. Senator Tim Kaine alikosoa vikali hoja hiyo, akisema kuwa sheria haiwezi kupindishwa kwa tafsiri nyepesi. Kwa upande wake, Adam Schiff alisisitiza kuwa matumizi ya rasilimali za kijeshi hata bila mashambulizi ya moja kwa moja bado ni sehemu ya vita. Katika kivuli cha mjadala huu wa kisheria kuna hadithi kubwa zaidi inayojitokeza, hadithi ya nguvu, uwajibikaji na mipaka ya mamlaka. Ni simulizi inayogusa mizizi ya demokrasia ya Marekani, ambapo matawi ya serikali yanapaswa kusawazishana, si kushindana kwa ukimya. Hali hii pia imechochea wasiwasi miongoni mwa wananchi wa kawaida. Kupanda kwa bei ya mafuta kunakohusishwa moja kwa moja na mvutano katika Strait of Hormuz kumeongeza shinikizo kwa wanasiasa. Wananchi wanatafuta majibu, si ahadi. Wanahitaji uwazi na si ukimya. Katika anga la kimataifa, washiriki na wapinzani wa Marekani wanatazama kwa makini kila hatua au kutokuwepo kwake inaweza kutafsiriwa kama ishara ya nguvu au udhaifu. Katika diplomasia, ukimya unaweza kuwa na sauti kubwa
kuliko maneno. Wakati huo ndani ya Pentagon mikakati inaendelea kuchorwa. Hata kama vita imepungua kasi, maandalizi hayajasimama kabisa. Historia imeonyesha kuwa kusitishwa kwa mapambano mara nyingi ni pumzi tu kabla ya upepo mpya wa mzozo. Katika bunge, mjadala haujaisha, umeahirishwa tu. Wabunge wanatarajiwa kurejea baada ya mapumziko, na swali kubwa linabaki, je, watachukua hatua au wataendelea kusimama kando huku rais akiongoza jahazi la vita hii? Katika mwisho wa yote, simulizi hii si tu kuhusu Irani au Marekani, ni kuhusu jinsi mataifa makubwa yanavyosimamia nguvu zao, jinsi sheria zinavyoheshimiwa au kupuuzwa kabisa, na jinsi historia inavyoandikwa katika nyakati za mgogoro wa kivita. Na hivyo dunia inaendelea kusubiri, si kwa mshindo wa mabomu, bali kwa uamuzi wa kisiasa. Katika ukimya huo, mustakabali wa sera za kivita za Marekani unaandikwa mstari kwa mstari, uamuzi kwa uamuzi. Katika jiji la Washington lenye mvutano usioisha wa siasa za kimataifa, Seneti ya Marekani imejikuta tena katikati ya vita ya hoja kuhusu mamlaka ya Rais Donald Trump, baada ya wabunge wa Republican kupinga mswada uliolenga kumlazimisha rais kuhitaji idhini ya Congress kabla ya kuendelea kile kinachoita mzingiro wa kiuchumi dhidi ya Cuba. Kura hiyo ya seneta imeibua mjadala mzito kuhusu mpaka kati ya madaraka ya rais na mamlaka ya bunge, huku wapinzani wakisema hatua za Rais Trump dhidi ya Cuba zinazidi kuvuka mipaka ya kibinadamu na kisheria. Mswada huo ulioitwa War Power Resolution ulikuwa na lengo la kuzuia hatua za kijeshi au za kiuchumi zilizoanzishwa na bunge, hasa zile zinazoweza kuathiri taifa la Cuba ambalo kwa muda mrefu limekuwa katika uhasama mkubwa na taifa la Marekani. Hata hivyo, Republicani walipinga mswada huo wakisema haukuendana na hali halisi ya kisiasa, wakasisitiza kuwa Marekani haiko katika vita vya moja kwa moja na Cuba. Hatimaye Seneti ilipiga kura ya 51 dhidi ya 47 kutupilia mbali mswada huo, hatua iliyoweka wazi mgawanyiko mkubwa wa kisiasa ndani ya bunge la Marekani kuhusu sera za nje za Rais Donald Trump. Senator Mazie Hirono na Senator Tim Kaine walikuwa miongoni mwa waliounga mkono mswada huo, wakisisitiza kuwa hatua za kiuchumi za Marekani dhidi ya Cuba tayari zimeleta madhara makubwa kwa raia wa kawaida. Kwa upande mwingine, Senator wa Florida Rick Scott alitetea msimamo wa Republican, akisema hatua za Trump ni sehemu ya jitihada za kurejesha demokrasia na uhuru katika Amerika ya Kusini. Mjadala huu haukuishia tu kwenye siasa za ndani ya Marekani, bali ulivuka hadi masuala ya kibinadamu nchini Cuba, ambapo ripoti zinaonyesha upungufu mkubwa wa maji safi, umeme na bidhaa muhimu kutokana na vikwazo vinavyoendelea nchini humo. Senator Tim Kaine alisisitiza kuwa hali ya Cuba ni janga la kibinadamu, akisema hatua za Marekani zimechangia kupanda kwa bei ya chakula na kuathiri huduma za afya kwa mamilioni ya watu. Hata hivyo, ikulu ya White House chini ya Rais Trump imesisitiza kuwa shinikizo hilo la kiuchumi ni njia ya kulazimisha serikali ya Cuba kufanya mageuzi, kuachia wafungwa wa kisiasa na kuruhusu uchumi huria zaidi. Katika hotuba ya hivi karibuni, Rais Donald Trump alionekana kuashiria mwelekeo mkali, akisema kuwa baadhi ya kushughulikia mzozo wa Irani, macho yake yatageukia Cuba kwa kile alichokiita mwanzo mpya wa ukombozi. Kauli hiyo imezidisha wasiwasi miongoni mwa wabunge wa Democrats wanaogopa uwezekano wa Marekani kuingia katika mzozo mpya wa kimataifa kupitia hatua za kijeshi au za kizuizi cha kiuchumi kilichokithiri. Wabunge wa Democratic wamekuwa wakitumia sheria ya War Power Act ya mwaka 1973 kama chombo cha kujibu kupunguza mamlaka ya rais katika kuanzisha au kuendeleza hatua za kijeshi bila idhini ya Kongresi. Hata hivyo, kila jaribio limekuwa likigonga mwamba kutokana na uungwaji mkono wa Republican kwa Rais Trump, hali inayoonyesha mabadiliko ya mizani kisiasa ndani ya Washington. Msimamo wa Republican umeelezwa kuwa ni sehemu ya mkakati mpana wa sera za kigeni za Marekani, hasa katika maeneo ya Venezuela, Irani na sasa nchini Cuba, ambako ushawishi wa Washington bado unaendelea kujengwa kwa njia za kiuchumi na kisiasa. Wakati mjadala huo ukiendelea, wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanaonya kuwa hatua za kiuchumi zisizodhibitiwa zinaweza kuibua mivutano mipya katika eneo la Caribbean ambalo tayari lina historia ndefu ya migogoro ya kisiasa. Cuba yenyewe imekuwa ikikabiliwa na changamoto kubwa za ndani,
huku miundombinu yake ya umeme na usambazaji wa mafuta ikizidi kudorora kwa kasi kutokana na vikwazo na upungufu wa shinikizo la kimataifa na upungufu wa ushirikiano wa kimataifa. Hata hivyo, serikali ya Marekani inaendelea kushikilia msimamo wake kuwa mabadiliko ya kweli nchini Cuba yanaweza kupatikana bila shinikizo la kimataifa dhidi ya uongozi wake wa kisiasa. Katika upande wa diplomasia, wachambuzi wanasema pengo kati ya Washington na Havana linaendelea kupanuka.